huwa tunamchangia kama 500,000. Hiyo ni kumwezesha ili aweze katika mazishi na pia katika magonjwa. Na lengo la kusaidiana hivyo katika magonjwa, tunajua mtaji wa mwanadamu ni afya. Na sasa hivi tuna lengo la kama serikali wanavyosema 2026 2030 tunataka kila mwana wa Mido tumtengenezee bima. Na bima yenyewe tutakuwa tunaitengeneza kila baada ya mwezi mmoja, tunatoa watu 30 ambao kutokana na ile ada yake tu anayolipia. Kwa kuwa sasa hivi huwezi kumwambia mwananchi ambaye ni mdogo mwenye kipato kidogo akalipie bima kwa haraka, lakini unapomwezesha kwa kujiunga. Na sisi tumeanzisha kauli mbiu taifa moja Tanzania moja, tukiungana tunaweza. Okay. Mwenyekiti, umesema toka 2022 tangu umeanzisha sasa. Ndio. Mpaka sasa ndio mafanikio gani ambayo mnayaona kwamba mmefikia? Tumepata mafanikio baada ya wale watu waliokuwa wanapata matatizo ya kuugua, anakuwa hana mtu wa kumsaidia, kwa hiyo anakuwa amepoteza kabisa. Wengine mpaka walikuwa wanapata hata matatizo. Kwa mfano, unaweza kupata tatizo kidogo la kupachangiwa hata hela kidogo hapo hospitalini. Hela ni kidogo, lakini kwa sababu unatakiwa uitoe mwenyewe unashindwa. Lakini kwa sababu umoja upo, unapomwelekeza mtu kwamba nenda umoja, na sisi tunamwangalia, je, yuko na sisi tunajiunga, tunamwezesha. Kwa hiyo ndio maana tunasema tukiungana tunaweza. Umoja huu unawagusa wamiliki wa hivi vyombo vya usafiri ambao ndio usafirishaji au madereva wa vyombo hivyo vya usafiri? Wanawagusa madereva pamoja na wale wanaosafiri. Madereva wao. Hata ndio maana nimekuambia Tanzania moja taifa moja. Hata mwenye mmiliki akipenda kujiunga anakaribishwa. Mfanya biashara akipenda kujiunga anakaribishwa. Ndio maana tukasema Tanzania moja taifa moja bila ubaguzi. Ndio. Sawa, nitarudi kwako. Katibu, tupe picha tangu kuanzishwa kwa umoja 2022 mpaka sasa, pengine mna wanachama wangapi na taratibu zenu zikoje katika huo umoja, kwamba mtu anajiunga kwa sifa zipi? Mtu anajiunga ni mtu yeyote, haijalishi ni sifa zipi, mradi tu awe ni mfanyabiashara, msafirishaji, yani awe na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, ndio mtu ambaye anajitambua. Kwa hiyo tuna mafanikio kwa ufupi. Maeneo gani ambayo ninyi sana mnayahudumia kwa maana ya kusafirisha pengine? Morning Sky. Morning Sky. Morning Sky. Na mtazamaji, tunakuomba radhi kwa changamoto iliyojitokeza, na sasa tumerejea tena kwa mara nyingine. Tulikuwa tukizungumza na naibu katibu wa umoja Bwana Edward. Tulitamani kufahamu kuhusiana na taratibu za mwanachama kujiunga, lakini vile vile
mpaka sasa umoja una wanachama wangapi? Nikatamani pia kufahamu maeneo ambayo mnayafikia zaidi. Sisi tutafika maeneo mbalimbali, yani kwa ufupi ni kwamba maeneo yote Dodoma, ndani ya mkoa wa Dodoma. Ndio. Kwa sababu minada iko sehemu mbalimbali, iko katika ndani za wilaya ambazo ziko ndani ya Dodoma. Ikiwemo na wilaya yetu ya Dodoma mjini, kote kuna minada. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anahusika na shughuli za minadani, mfanyabiashara, msafirishaji, dereva, wote wana sifa za kujiunga, mradi tu awe amefika umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea. Okay. Ndio. Sawa sawa. Mnafika sana maeneo ya minadani. Ndio. Kama ambavyo umesema, tungependa kufahamu pia huko minadani mnasafirisha mizigo ya aina gani kufikisha kule minadani? Huko tunasafirisha mizigo ya wale wafanyabiashara ambao wanaenda kufanya biashara kule minadani. Kuna mizigo yao, kuna wauza mitumba, kuna wakina mama wanaenda kuuza bidhaa mbalimbali, mboga nini. Kwa hiyo mizigo yote ambayo inaenda pamoja na wenyewe. Ndio. Ndio. Okay. Sawa. Ndani ya huu mkoa wa Dodoma, maeneo yote ambayo mmekuwa mkiyafikia, pengine ni eneo gani ambalo mmekuwa mkiona kwamba sasa hili eneo bana au huu mnada wa hapa labda Kongwa, Chamwino, Kibaigwa sijui kuna mzunguko mkubwa sana wa biashara, yani kwamba uhitaji wa bidhaa kule ni mkubwa? Uhitaji wa bidhaa sehemu zote zinahitaji, kwa sababu sisi na wale watu tunawasafirisha au wanachama wote wanaenda minadani, ina maana wanaenda kutoa huduma katika jamii husika huko wanapokwenda. Kwa kila sehemu kuna mahitaji. Sawa sawa. Nirudi kwa mwenyekiti. Mnafikia maeneo yote ndani ya mkoa wa Dodoma? Ni sahihi. Yeah, sasa tunatamani pia tufahamu hapa ni kwamba mnajigawa kwa bara Pius, wewe ruti yako itakuwa ni Mpwapwa. Bwana Edward, wewe ruti yako itakuwa ni Kongwa, au labda wote mna uhuru wa kwenda popote pale? Ni sawa sawa. Asante sana mtaji. Wote tunakuwa na uhuru wa kwenda popote. Haijalishi ni mwenyekiti katibu unaenda. Lakini vingine hivyo siku, hata kama sisi tuko mjini, tayari kule kuna wakilishi wetu ambao ni wanachama. Wakiona tatizo limetokea kule, ni tayari wanawasiliana na sisi. Lakini kwa upande wote, halmashauri ya wilaya Bahi tunafika, halmashauri ya wilaya Chamwino tunafika. Ndio. Na Dodoma mjini, na kote viongozi wanaenda. Ikigawanyika, kila kiongozi anakuwa wale viongozi wadogo kama wajumbe wale. Kwa hiyo tunakuwa na wakilishi kule. Okay. Hii haijawahi kuleta changamoto kwenu kuwa na mwingiliano, kwamba mnajikuta pengine uelekeo wenu unakuwa ni mmoja tu, au labda kwamba kuna mgawanyo wa siku, leo mnada huko sehemu fulani tunaelekea huko, kesho mnada sehemu fulani? Ni sawa kabisa, mwelekeo unakuwa wakishaenda tunajua wameenda huko, kuna viongozi wameenda huko, kama kuna na changamoto sisi tutazipata. Wakienda halmashauri, kwa mfano kuna changamoto zilitokea tarehe 12 mwezi wa 7. Ndio. Halmashauri ya wilaya ya Bahi kwa mnada mmoja unaitwa Ngome, kukatokea umoja mwingine, mwingiliano wa wafanyabiashara kuingilia umoja wetu, kwamba ni lazima na wao watoe wanachama kule kwetu wapeleke kwao. Sasa baada ya kukata hivyo, ikatokea vurugu. Sisi tulipigiwa simu na wale viongozi ambao ni wakilishi wetu kule, na tulienda siku ya tukaenda mjini. Na tulifika tukaonana na uongozi wa mkuu wa mnada halmashauri ya Bahi na wanasheria wa wilaya Bahi, na hilo tukaliweka vizuri. Wakakatazwa, wakaambia ni tayari usifanye vurugu za namna hiyo. Kwa hiyo changamoto zinazotokea, sisi hata kama tuko hapa mjini kuna wakilishi wetu. Ndio. Kwenye hilo umegusia kwamba kulitokea mwingiliano kati ya wafanyabiashara na wasafirishaji. Ndio. Ni kwamba ilikuwa kwaje mpaka hapa na huo mtafaruku wa kutokuelewana? Kabla ya kuanzisha umoja wetu, kulikuwa na umoja wa wafanyabiashara waendao mnadani. Wao walikuwa ni wafanyabiashara tu, walikuwa hawajitegemea kwenye mambo ya usafiri. Sasa tulivyokuja kuanzisha umoja, wale waliojiunga kwetu wakawa ni ndio wadau wetu sasa. Ndio. Sasa wanaoenda kule sasa, wale hawataki waje kwetu, wanawaambia kwa nini mnaenda kule, wanawafanyia vurugu. Sasa ndio walivyotupigia kwamba kuna umoja huu unatufanyia vurugu sisi wanachama wenu, ndio tukaenda na tukaliweka sawa, kutokana na wale viongozi wa ukuu wa mnada walioambia wafuate sheria za nchi. Na hilo nadhani lilieleweka,
hawakufanya tena vurugu za namna hiyo. Okay. Natamani kupata picha nzuri hapo kwamba ninyi ni wasafirishaji, si ndio? Ndio. Wao ni wafanya biashara. Ninyi mnasafirisha biashara zao. Ndio. Inakuwaje mnakuwa na tofauti kati yenu? Ndio hicho kitu tunachoshangaa, kwa sababu huwezi kuwa msafirishaji bila kuwa na mdau ambao unamsafirisha. Ndio. Na huwezi kusafirisha mzigo bila kuwa na mwenye mzigo. Kwa hiyo vinaendana, mfanyabiashara lazima awe anasafiri. Kwa hiyo haijalishi kwamba yule mfanyabiashara akijiunga na chama hichi cha wasafirishaji hawezi kuwa amevunja sheria za kutoka kwenye biashara. La hasha. Anaangalia. Kwa mfano sisi, ndio maana tukasema hivi, baada ya kuona biashara zao tunasaidia kibiashara, tukaona tusiwasaidie kibiashara tu. Ndio. Tuangalie na mtaji ni afya. Kwa hiyo ndio maana nikakuambia ile awali, nikakuambia kwamba tuko kwenye process za kutoa kila wanachama 30 kila mwezi kwa ajili ya bima ya afya. Kwa hiyo huduma zetu zimeshatoka kwenye usafiri, zinazidi kupanuka. Kwa hiyo tumeshazipanua mpaka kwenye, tumewatafutia usafiri. Zamani walikuwa wanateseka usafiri, anakaa hapa hana mtu wa kumsaidia usafiri. Sisi tukaamua kujiunga, tunatafuta watu, tunaenda kwenye magari yanaenda mnadani. Ndio. Hilo changamoto tukaimaliza hiyo. Sasa tukaona tusibakie pale pale, tusonge mbele, tukaenda kwenye afya. Tunaenda stage by stage. Tulipotoka kwenye afya tukawaambia tukimaliza hili tutaendelea tena kuingilia kwenye taasisi za kiserikali kutafuta mikopo ili kuwawezesha. Nia ni kuwawezesha Watanzania wasonge mbele. Asante. Okay, mpaka sasa na huo mgogoro ambao ulijitokeza, ndio, kuna utatuzi wote ambao umekwisha kufanyika na sasa mnashirikiana vyema na wafanyabiashara au bado mambo hayajakaa sawa? Bado mambo hayajakaa sawa, hata hivyo liko kwa mkurugenzi. Baada ya, ndio maana tukasema tuko halmashauri ya wilaya Bahi, Chamwino na Dodoma mjini. Kwa hiyo tulilimaliza Bahi, tukalimaliza halmashauri ya wilaya Chamwino, likabakia hapa. Sasa baada ya kubakia hapa, sasa hapa likawa linaleta mgogoro wa kuweka kipaza sauti na kuambia nyinyi msijiunge nao, mara ni wahuni, vibaka. Hilo tukalipeleka kwa mkurugenzi wa jiji. Mkurugenzi wa jiji alilisikiliza na akatupa viongozi, mwanasheria wa jiji na afisa biashara wa jiji. Kwa hiyo wakawa wanalishughulikia. Ilipofika tarehe 3 mwezi wa 10 mwezi huu, tukapewa maazimio matatu. Azimio la kwanza, umoja usiingilie umoja wa shule zingine. Kama Uabimido tusiwaingilie Uabimido, na Uabimido wasiingilie kwetu. Tukakubaliana hilo. Hilo la kwanza, maazimio kati ya matatu. La pili, wafuate sheria za nchi. Kuwabuguzi watu kwenye biashara na kuwanyang'anya watu ni kosa kisheria. Kwa hiyo sheria za nchi. Namba 3, mkurugenzi atateua timu kama migogoro itaendelea kuangalia mazingira ni nini kinacholeta changamoto za namna hiyo. Kwa hiyo tukafikia hapo. Lakini baada ya kufikia hapo, tumeona wamefika huku, wamekuja kukiuka watu wanaopanda kwenye magari yale tunao ya kodi sisi. Wanaenda kuambia shukeni huko, wanaanza kushawishi tena na vurugu kabisa. Kama mwingine anajiita mwenyekiti wa kamati ya maadili, anakuja anafanya vurugu. Nadhani tulimrekodi na kumrekodi, lakini sasa hatujarudi kwa mkurugenzi kumwelezea changamoto hizo. Sawa sawa. Katibu, naam. Umoja wenu umesajiliwa bila shaka, ndio? Unatambulika kisheria. Sawa. Mvurugano, mtafaruku kama huu unapokuwa umejitokeza, kujitokeza umoja mwingine ndani ya umoja wenu, ni kwamba huo pia na wenyewe umesajiliwa ama haujasajiliwa ila umekuja kutaka kuleta vurugu kidogo katika wanachama ambao uliopo sasa wenye usajili? Nafikiri huo nayo umesajiliwa, lakini sasa ndio hivyo, wao wanataka wabaki wao kama wao, kitu ambacho hata biashara unaona kabisa hapa kuna duka, hapa kuna duka, uweze ukauza wewe kama wewe tu. Sasa wenyewe wanachosema kwamba mtu yeyote anapoenda mnadani, kanyaga mnadani tu, tayari automatically iko kwenye umoja wao, lazima ajiunge kwenye umoja wao. Ni kitu ambacho uko kote tulipopita walielezwa kwamba kujiunga kwenye umoja ni hiari ya mtu na si lazima, na sio lazima wote wanaoenda minadani, kwa sababu wao wenyewe wanakuwa kama wanajimilikisha minada, wakati minada iko chini ya serikali, chini ya halmashauri husika. Ndio.
kila sehemu ambapo unapokuwepo mnada kwa wakati huo, ikiwepo labda wilaya ya Bai, ikiwepo wilaya ya Chamwino, kiongozi wa pale ni mkurugenzi. Sasa lakini walishaambiwa hawana mamlaka hayo, na wenyewe wakiwa wanafanya hivyo wanakuwa wanawatishia wale wafanyabiashara na kuwazuia, muda mwingine wanawapiga tozo, walishakatazwa kupiga tozo, wanawapiga faini. Sasa wananchi wanakuwa hawajui, wengine wanakuwa hawaelewi, kwa hiyo wanakuwa wanaogopa, mpaka sisi tunawatoa hofu kwamba nyinyi nendeni na kubali kuzuia. Mtu ambaye ana mamlaka kuwazuia nyinyi au kuwafungia mnada ni mkurugenzi, na mwakilishi wake katika mnada anakuwa ni mkuu wa mnada. Lakini sasa wanaambiwa wenzetu hilo, wanaona ni kama waja. Sasa tunaendelea kusubiri ndio mamlaka husika zinafanya, kwa sababu mambo yote tayari yako tushafikisha katika mamlaka. Sawa. Mwenyekiti alizungumza mwanzo hapa malengo ya kuanzishwa kwa huu umoja ambao baadhi yameshafikiwa na mengine yako mbioni kufikiwa. Changamoto kama hizi ambazo zinajitokeza, unaona kuna namna zinaathiri utendaji kazi wenu na hata lengo la kuyafikia malengo? Ndio, zinaathiri. Kwa namna ipi? Kwa sababu unakuta wale wanachama wanakuwa na hofu. Kuna baadhi ya wanachama wengine wanakuwa na hofu, wanakuwa wako huru, wanakuwa wanaogopa. Hata kuna kipindi tukiwa tunaitisha vikao, kuna wengine wanaogopa, maana wenzetu wana kamera, wana speaker. Kwa hiyo hata ile speaker waliambiwa kwamba waitumie, maana inakuwa ni kama chanzo cha mgogoro. Kweli hatukatai kwa sababu ya matangazo, kuwatangazia watu kwa kufika, kwa sababu watu wanapokuwa wengi utapotaka kuwapa taarifa inakuwa ni rahisi. Lakini sasa wao wanaitumia ndivyo sivyo, unakuta wanatumia kwa kutishia watu na kuangalia wewe unapeleka upande gani, unapeleka kule, umeona. Sasa baadaye wanamuita, wanaanza kumtisha, umeona. Basi ndio hivyo. Sawa. Tuhame hapo, tutazame kwenye eneo la kuchochea uchumi. Umoja huu ninyi katika kujitathmini, pengine mnaona kuna namna mmeshiriki katika kuchochea uchumi wa taifa kupitia shughuli yenu? Ndio. Karibu. Kuchochea uchumi kwa sababu tuna mipango mingi ambayo, kwa mfano ya kama mwenyekiti wangu alivyoongea hapa, tuna mipango ya kwenda kwenye taasisi hizi za kifedha, benki, wapi, kwa ajili ya kupata mikopo na kuwawezesha wana umoja kwa kupata mikopo ambayo itakuwa haina, kwa upande wao inakuwa haina riba. Ndio. Ni miongoni mwa malengo hayo. Ni miongoni mwa malengo. Kwa umoja ndio utahusika kwenda kumkopea mwanachama. Kumkopea mwanachama, ndio. Umoja ndio utakuwa unaweke sawa hapo. Mkienda kukopa pesa kwenye taasisi za kifedha hizi kama benki, ni kwamba kule wao pia wanahitaji faida. Kama huyu mwanachama huko atakuja kukopeshwa hiyo pesa bila kuwa na riba ya kurejesha ile fedha ile kama sehemu ya kurejesha kile ambacho amenufaika nacho, ni kwa namna gani mnaweza mkaendesha umoja huo bila kuwa na riba? Yaani kwa sisi tunafanya hivyo, ina maana ile riba itaibeba umoja, kwa sababu kuna kuhifadhi mizigo, na kwa hiyo ina maana katika zile mzunguko ule wa miradi ya umoja, ina maana ndio itabeba faida, ile faida ndio itabeba riba ya mwana umoja. Kwa hiyo yeye atakopa kwenye umoja bila riba, lakini umoja kama umoja utakopa kwa riba kule, kwa faida kidogo. Sawa. Ndio. Muda wetu nao unakimbia sana. Nilitamani tuwe na mazungumzo kidogo marefu kutokana na hili, kwa sababu nyinyi ni wadau wakubwa sana katika kuchochea huu uchumi, nikitazama kwa picha ya haraka tu. Mwenyekiti, sasa tunaelekea ukingoni, pengine ungependa kuambia nini watazamaji wanaokutazama? Inawezekana ni wafanyabiashara, inawezekana ni wananchi tu wa kawaida wanaotamani kwenda kupata bidhaa katika maeneo mbalimbali. Kupitia huu umoja wenu, kipi ambacho ungependa kuambia? Ningependa kuambia wananchi wote bila kubagua, waendao mnadani na ambao wanataka kwenda mnadani, wajiunge na umoja huu ili tuwezeshane, na sisi tutawawezesha. Kama ndivyo kusha kusema, haya malengo tunayoyafikia tutayafikia tukiwa wengi, na ndio tutazidi kutoa wengi. Kwa hiyo tunaenda kwa spidi kama inavyotakiwa.
Tukiwa wengi zaidi tunaenda kwa spidi zaidi, tukiwa saizi ya kati tunaenda kwa saizi ya kati. Kwa hiyo nawakaribisha wadau bila kujali, hata kama hujaenda mnadani, Mtanzania yote ambao una miaka 18 unataka kujiunga, umeona kwamba mafanikio kwa mfano kama ya bima yatakusaidia kama kukuza biashara yako, takusaidia sisi, kwa kuwa sisi tuliangalia kuna Mtanzania anaenda huko mnadani ana shilingi 200,000. Anaenda kule mnadani anauza vile vitu, vinaisha, hana tena vya kuuza vingine. Akirudi kule anaanza kutereka, akashalipa nauli, kashakula, hana tena cha kuendeleza. Tukafikiria kama una ile 200,000, tukaweza kukuongezea hata 500,000, ikawa 500,000. Tumesha kutoa hatua nyingine kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tunakaribisha Watanzania ambao wanataka tusonge mbele waingie kwenye umoja huu UMIDO. Asante sana. Katibu, karibu. Asante. Rai yako ni ipi kwa watazamaji wetu ambao naamini kwamba wapo wafanya biashara ndani yake, lakini pia wapo walaji wa bidhaa ambazo pengine ninyi ndio mnasafirisha? Ningependa kuambia nini? Mimi nafikiri mwenyekiti wangu amezungumza hapo. Nafikiri tuko wote tuko katika jambo hilo, katika lengo hilo. Sawa sawa. Nawashukuruni sana na hongereni kwa shughuli yenu ambayo mnaifanya. Yes. Na natamani pia niwaambie ninawatakia maandalizi mema kuelekea katika uchaguzi hapo kesho. Tunashukuru sana. Nanyi mmejipanga kwenda kupiga kura kwa kupata viongozi. Na wanachama wetu tumehamasisha wakafanya uchaguzi bila vurugu. Ndio. Umoja wetu usonge mbele. Kabisa. Sana sana. Nitatamani pia tupate siku nyingine kwa ajili ya kuja kuzungumza kwa undani zaidi kuhusiana na shughuli zenu. Na tunashukuru. Tumekuwa na wakati mfupi kwa leo. Tutakuja siku nyingine ili hapa tulipoachia tuwaambie kwamba tuliachia sehemu fulani na tumefikia sehemu fulani. Asante sana. Shukrani sana. Mtazamaji, ndivyo tunafika tamati kwa siku ya leo. Hapa studio tumekuwa na Bwana Albert Mshanga, yeye ni mwenyekiti wa UMIDO, umoja wa usafirishaji minadani katika mkoa huu wa Dodoma, lakini pia sambamba naye tumekuwa na Bwana Edward Wanyange, yeye ni katibu msaidizi wa umoja huu wa UMIDO. Mimi naitwa Pius Jayunga, hadi wakati mwingine na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa Sky TV. Bye bye. Morning Sky.